Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ametupatia. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo nataka nije kusema dhambi, somo ambalo la kichwa cha ujumbe tunasema dhambi 4 ambazo huwezi ukatubu mwenyewe, huwezi kutubu mwenyewe. Mungu alipoleta watumishi wake, alikuwa na maana. Na watu wengi wako bado kwenye vifungo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutokujua namna gani ya kufanya. Namshukuru Mungu sababu anaendelea kuachilia elimu ili kwamba ujue kama katika dhambi hizi 4 nataka kuzisema, kama kuna namna ulivyofanya kwamba ukajitubisha mwenyewe, ujue kwamba ndugu yangu, bado hiyo dhambi imesimama, bado hiyo dhambi imesimama. Kwa hiyo Mungu aleta watumishi wake ili kwamba wawe wawakilishi wake. Yaani sababu Mungu hawezi kushuka mwenyewe akaanza kukuhudumia. Lazima Mungu atumie watumishi wake ili kwamba aweze kukuhudumia. Kwa hiyo ziko dhambi 4. Kama zipo zingine sawa, lakini mimi naenda kusema dhambi 4 ambazo huwezi ukatubu mwenyewe, Dhambi ya kwanza, dhambi ya kutoa mimba. Hiyo dhambi hauwezi ukatubu wewe mwenyewe. Lazima mtafute mtumishi wa Mungu ili kwamba aweze kukutubisha. Na mtumishi kama usimtafute tu mtafute mtumishi ambaye anaweza pia kutafuta uso wa Mungu. Utafuta uso wa Mungu kwa ajili ya dhambi hiyo, ili kwamba aweze kukupa utaratibu ufanyeje. Usiende tu kwa mtumishi yoyote yule, Dhambi ya kutoa mimba, hiyo dhambi hawezi ukajitubisha wewe mwenyewe. Baadaye nitakupa maandiko ili kwamba ujue hiki ambacho ambacho nakisema. Dhambi ya kutoa mimba huwezi ukatubu wewe mwenyewe. Na kama ulishawahi kutoa mimba, kwamba ukazania kwamba ukaomba toba wewe mwenyewe, labda chumbani, sijui wapi, popote pale unapojua kwamba ukaomba toba mwenyewe, ukazania kwamba umesamehewa, mpendwa, hiyo dhambi bado inasimama. Lazima utafute mtumishi wa Mungu, uende ukaungame, uanze ukiri makosa yako mbele yake, makosa yako mbele yake, ili kwamba aweze kukuwakilisha, aweze kukusaisha sala ya toba mbele za Mungu. Subiri tuangalie neno la Mungu. Neno la Mungu. Kitabu hiki cha Ayubu. Tuangalie neno la Mungu, kitabu hiki cha Ayubu. Ayubu sura yake ni ya 42, mstari wake ni wa 7. Mstari wake ni wa 7. Ayubu 42 mstari wa 7. Twende tukaangalie Ayubu 42 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, basi ikawa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo, Bwana akamwambia huyo Elifazi Mtemani, hasira zangu zinawaka juu yako na juu ya rafiki zako wawili, kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyo sawa katika habari zangu, kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu. 8. Basi sasa jitwalieni ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7, mkamwendee mtumishi wangu Ayubu, mjisogeze sadaka ya kuteketezwa, na huyo mtumishi wangu Ayubu atawaombea ninyi, kwa kuwa nitamridhia yeye, nisiwatende sawasawa na upumbavu wenu, kwani ninyi hamkunena maneno yaliyonyooka katika habari zangu, kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu. Kwa hiyo hapa tunaona hawa vijana, hawa rafiki wa Ayubu walikuwa ni watatu. Rafiki wa Ayubu walikuwa ni watatu, ambayo ni huyu Elifazi na Bildadi na Safeli, marafiki watatu wa Ayubu. Namna walivyokuwa wanamwambia Ayubu, Mungu akupendezwa na yale ambayo hawa wakina Elifazi walikuwa wanamwambia Ayubu. Kwa hiyo Mungu anawaambia wamwendee mtumishi wake Ayubu,
Kwa nini hawa wakina Alifazi, kwa nini wakutubu wenyewe? Kwa nini wakutubu wenyewe? Mungu anawapa maelekezo kwamba sasa hii dhambi yenu, hii dhambi ambayo mmeifanya, nyie hamwezi mkatubu wenyewe, hamwezi mkatubu wenyewe. Mwendee mtumishi wangu wa Ayubu, kwa kuwa nitamsikiliza yeye, nitamsikiliza yeye, nisije nikawatenda sawasawa na upumbavu wenu mliotenda. Kwa hiyo tunaona hapa nafasi ya mtumishi wa Mungu inasimama wapi? Nafasi ya mtumishi wa Mungu inasimama wapi? Kwa hiyo wakina Elifazi, Mungu aliwapa utaratibu namna ya kufanya. Kwa hiyo na wewe usije ukajifariji kwamba dhambi ambayo uliitenda ya kutoa mimba kusema kwamba sasa ni kawaida, ukaona kwamba ni sawa tu katulia. Nakwambia ndugu yangu, kama unataka kuiona mbingu, sisi kazi yetu kukukumbusha, sababu Mungu ameweka mzigo ndani yetu ili kwamba tukwambie, sababu hivi ni kitu ambacho kinaweza kukupeleka motoni, kama usipokuwa makini. Sio kila dhambi ndio unaweza kumwendea mtumishi wa Mungu. Hapana, kuna dhambi zingine kabisa unaweza ukatubu wewe mwenyewe. Kuna dhambi zingine kabisa unaweza ukatubu mwenyewe hata bila mtumishi wa Mungu, Lakini kuna dhambi zingine, yani kuna dhambi ambazo zimeshavuka kwenye dhambi, zio kwenye machukizo. Yani kuna dhambi alafu kuna machukizo. Nadhani kuna siku nitakuja kutoa ufafanuzi wa hii habari ya dhambi na machukizo. Dhambi ni nini? Machukizo ni nini? Dhambi ni nini na machukizo ni nini? Kwa hiyo kwa dhambi zingine tayari ishapita kwenye dhambi, tayari zishaingia kwenye machukizo, Kwa hiyo dhambi ya kutoa mimba hawezi ukatubu wewe mwenyewe. Lazima muendee mtumishi wa Mungu ili kwamba ukatubu kwake, ili kwamba kuombee toba mbele za Mungu, sababu mtumishi wa Mungu ni wakili wa Mungu. Yeye amesimama nafasi katikati ya Mungu na mwanadamu. Mtumishi wa Mungu amesimama katikati ya Mungu na mwanadamu. Yeye ni mpatanishi, lakini mpatanishi na mtumishi wa Mungu anakupatanisha kupitia damu ya Yesu. Anakupatanisha kupitia nini? Kupitia damu ya Yesu na sio vingine. Kwa hiyo ni dhambi ambayo huwezi ukatubu wewe mwenyewe. Dhambi nyingine, dhambi ya pili ambayo hawezi ukatubu wewe mwenyewe ni dhambi ya uuaji. Kama umewahi kuua, huwezi ukatubu wewe mwenyewe ukasema kwamba namwendea Mungu mimi peke yangu, ninatubu peke yangu. Hapana, hiyo haitakiwi hivyo. Unatakiwa umwendee mtumishi wa Mungu, uanze kukiri mbele zake, ama pia namna vile Mungu atakavyokuongoza, kama yule ambaye umemfanyia uuaji, labda ndugu zake wapo na wameokoka, unaweza ukawaendea na kuanza kuomba toba kwao. Siwezi kukushauri kwamba sasa kwamba hajaokoka wewe mwendee ukaombe toba kwake katika baada hajaokoka. Hawezi kukuelewa, maana sababu kwa wabaya hakuna amani kwa wabaya. Kwa hiyo neno la Mungu limesema hakuna amani kwa wabaya. Kwa hiyo kutafuta amani kwa watu wabaya. Hao wenyewe wamezoea dhambi. Kwa hiyo wanaanza kutenda vibaya. Kwa hiyo kama umefanya dhambi ya kuwa, msikilize Mungu. Kama wale ambao umewatendea dhambi hiyo, kama wameokoka, unaweza ukawaendea wao kwenda kuomba msamaha. Lakini kama bado hajaokoka, muendee mtumishi wa Mungu, omba toba, uungame dhambi zako na mtumishi wa Mungu, naamini atakuelekeza vyema namna gani ufanye. Pia dhambi ya tatu ambayo huwezi ukatubu wewe mwenyewe, kwa sababu hiyo ni kifungo, ni roho itaenda kufuatilia. Dhambi ya ushoga, ili kwamba uweze kujinasua kwenye vifungo hivyo, umeamua nataka nibadilike. Usiende kimya kwamba nilifanya kimya nitatubu kimya. Hapana, lazima tafuta mtumishi wa Mungu, kwa sababu ile ni roho, ili kwamba huyu mtumishi wa Mungu aweze kukufarakanisha na hizo roho, ili kwamba zisiendelee kukuandama. Kwa hiyo dhambi ya ushoga huwezi ukatubu wewe mwenyewe. Tafuta mtumishi wa Mungu ili kwamba uende kuomba toba, na mtumishi wa Mungu atakupatanisha na Mungu vyema. Dhambi nyingine ya 4 ambayo huwezi ukatubu wewe mwenyewe ni dhambi ya usagaji. Hiyo dhambi hauwezi ukatubu wewe mwenyewe, kwa sababu pia hiyo ni roho.
Kama ni roho, ukifanya wewe peke yako bado itaendelea kukuandama, bado utaendelea nini, itaendelea kukuandama. Kwa hiyo cha kufanya mwendee mtumishi wa Mungu ili kwamba ukaombe toba, na yeye kupitia damu ya Yesu ataweza kukunasua katika vifungo hivyo ambavyo, ama hizo roho ambazo zinaweza kuwa zimeingia ndani yako, kwa sababu kwa kawaida haiwezekani kwa kama mwanaume kumwingilia mwanaume kama nini, kama sio pepo imekuingia kwanza ikabadilisha ufahamu. Haiwezekani kabisa, kwa sababu hata hilo neno tu, yani kwenye ufahamu unakataa kabisa. Kwa hiyo hizo ni roho. Kwa hiyo lazima ujue namna ya kutubu. Usitubu wewe mwenyewe, hata kama ulifanya zamani, lakini sasa labda umeacha, bado hizo roho zitaenda kuandama. Sipokuandama wewe, tandama watoto wako, sababu hiyo ni roho, na tafasiri ya roho ni fatirizi. Kwa hiyo inafuatilia vizazi hata vizazi. Kwa hiyo ili kwamba kujiondoa katika vifungo hivyo kwako wewe na kwa familia yako, ni lazima utafute mtumishi wa Mungu ili kwamba ukatubu kwake. Yeye atakuwakilisha vyema mbele za Mungu. Naamini umeweza kuelewa. Najua pia sio kila mmoja ni muelewa, kila mmoja sio muelewa, lakini kwa waelewa wameelewa. Waitwao ni wengi lakini wateule ni wachache. Wanaosikiliza ni wengi lakini wanaoelewa ni wachache. Wewe ambao umeelewa, Mungu akubariki sana, na ufanye hivyo na Mungu atakubariki. Najua kama hii ninalosema kwamba kama ni roho wa Mungu yuko ndani yangu ananisukuma kusema hivi, na wewe kama una roho kama una roho ya kwangu, kama una roho kama roho nilionayo ambaye ni Roho Mtakatifu, basi naamini utaelewa hiki ambacho ninakisema. Mungu akubariki sana. Siku nyingine tena, Mungu akinipa kibali, nitakuja kusema kile ambacho Mungu anataka niseme. Mungu akubariki sana.